السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Kawthar TV 24 hours, karibu sana katika ofisi yetu, branch yetu iliyopo Kombani, Kwale County, Kawthar Ruqya Center, tiba ya Qur'ani na Sunna. Sehemu hii tunashughulikia masala ya mashaitani, wale waliopagawa au waliosubiwa na mashaitani wa kijini na magonjwa yanayofungamana na uchawi, kijicho na hasad, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, aktharu man yamutu min ummati, wengi wanaokufa katika umma wangu wanaopatwa na mauti baada kitabillahi wa qadaihi wa qadarihi, baada ya maandishi ya Allah subhanahu wa ta'ala na qada yake na qadari yake, bila anfus ay bil aini, wanakufa kwa sababu ya kijicho na hasad. Kwa nini ifikie kwamba kijicho na hasad mtu anaweza kufa au kukosa kazi au kufutwa kazi au kuacha kazi ama kuachana yeye na mke wake? Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha nyuma, akatuwekea mfumo kamili wa kisheria wa kuweza kutatua matatizo kama hayo. Kutana na ndugu yako Abu Hasanati ukiwasiliana naye kupitia nambari ya simu unaoiona kwenye runinga yako au kwenye chaneli yako, kwenye simu yako na mtandao wako wa kijamii. Wasiliana nasi kupitia nambari hiyo, insha Allahu taala utatupata na utakutana nasi. Ikiwa ofisi kuu ipo katika barabara ya Shell Beach, New York, mtaa wa New York, katika jengo la Boston Mnarani, utatupata hapo kwa wakazi wa Mombasa na viunga vyake. Kwa wale wakazi wa Kwale na viunga vyake, Kombani, Ukunda, Lungalunga, Kinango, fika katika Kawthar Ruqya Center, nawe utasaidika insha Allahu taala. Sheikh, songea. Hii ndio barabara, unakuja namna hii kutokea kwa barabara ya lami, unashukia sehemu inafahamika kama kwa Mzee Hamisi. Ukishuka barabarani kwa Mzee Hamisi, opposite utapatana na signboard imeandikwa Palm Beach Hospital. Palm Beach Hospital, ukifika hapo unapanda juu kidogo kidogo, unapata sehemu kama ya dakika moja, unatembea kidogo, katikati ya manyumba kuna miti mashallah, mazingira mazuri, nyumba nzuri, ambapo utakuja kusaidika insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amejalia kwamba Qur'ani shifa, ni ponyo. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ameteremsha ndani ya Qur'ani ile ambayo kwamba ni tiba na shifa, na haiongezi Qur'ani hii kwa madhalimu, kwa wachawi, kwa majini wa korofi, isipokuwa khasara. Ukiwasiliana nasi kufika katika sehemu hii ni sehemu ya dakika moja mbili kwa mguu kutoka main road. Kutoka main road ni sehemu ya dakika mbili tatu ushafika insha Allahu taala, na hii ndio ofisi yenyewe. Hii ndio ofisi yenyewe. Sheikh, ingia ndani. Hii ndio ofisi yenyewe. Hii ndio Kawthar. Hii ndio Kawthar. Tumejipanga kwa ajili ya kupambana na daula ya washirikina na wachawi. Dawa mbalimbali za kisunna ziko hapa, dawa za kiasili ziko hapa kwa maradhi yote, maradhi ya kawaida au maradhi yanofungamana na uchawi au majini. Kwa yule aliyekuwa na maradhi ya kawaida atapata tiba yake insha Allahu taala kwa masala ya pressure, shinikizo la damu, pumu sugu, bawasili, sijui maumivu ya viungo, kupoteza uwezo, nguvu za kiume, wanawake wanaotepeta uke zao kutoa harufu mbaya au maji machafu, kuumwa chini ya kitovu, shango na mfano wake. Pata dawa zako hapa nawe kapata afya biidhnillahi alkarim. Hii ndio ofisi yetu. Hebu wapigie juu wasione kwamba hii ni ofisi feki. Hapa tuna ofisi ya kisawasawa, atakayemshirikisha Allah ni yeye mwenyewe tu. Tumeandalia mazingira mazuri ya kupata afya. Mkando uzungushe taratibu, usiende haraka, piga mpaka juu ya ceiling Sheikh. Mazingira haya tumeyaandaa maalum, mazuri, masafi. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hapokei na kukubali isipokuwa kizuri. Kwa hiyo mavazi yako Muislamu, vaa mavazi mazuri ya heshima. Sehemu ya ibada iwe ni sehemu nzuri ya heshima. Sehemu ya tiba iwe ni sehemu nzuri ya heshima. Leo angalia, jamii inayojinasibisha na Uislamu inakwenda kuwekwa chini ya mapango, chini ya mibuyu, sehemu za anjas, sehemu chafu.
eti kwa sababu amekosa kutibiwa kisahihi na akaweza kupona. Allah, faman lam yashfihi alquran fala shafahu ahadun, yule ambaye kwamba Qurani haitokuwa yeye ni sababu ya kupona na kupata afya, basi hakuna wa kumponesha. Kama Qurani haitokuwa sababu ya wewe kuondokewa na maradhi yako, kupona na kupata afya, majini kukutoka, sihiri kubatulika, haitokuwa sababu, wallahi hauna bahati, hauna bahati. Hapa tuko sijui tupeta dining room au tupeta nini hapa shekhe? Baada ya sitting room kule watu wanakusubiria sehemu ya mazungumzo na kujieleza matatizo yako. Tuko na room ya kwanza, kuja, tuko na room ya kwanza hii. Sehemu hii ni sehemu itakuwa ya visomo inshallah. Hii sehemu hii, nyumba maridadi kabisa, sio pale hata unakuja na mainama pale pachafu. Unakuja sehemu ya heshima. Binti yako, shangazi wako, mama yako, mke wako anakuja sehemu ya heshima, anakuja anapokea visomo vya kisheria na anapona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, anapona wallah. Qur'ani muujiza. Yuko dada mmoja tumekutana naye takriban wiki 3 nyuma, asiyekuwa Muislamu tena, lakini kwa sababu alikubali kwamba Qur'ani ni dua, ni maombi, akafika ofisini kwetu ndani ya Likoni Shell Beach Road, tukamfanyia visomo. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anaambia Sheikh, nataka kusilimu. Namuuliza kwa nini? Akasema nimeona maajabu, nimezunguka sana kabisa, lakini kutoka nianze hapa kusomewa kitabu cha Mungu mambo yamekuwa sawa kabisa. Watu walikuwa hanipigii simu, wananipigia simu. Sehemu nilikuwa nikienda sipokelewi, napokelewa. Biashara zangu kwa zimesimama sasa hivi na mambo yamefunguka. Afya yangu imeboreka. Mimi nilikuwa ni mtu na wasiwasi. Kila wakati ninachukua nywele zangu hizi nimezisonga kwa pesa ya gali, lakini nazingoa kwa mkono wangu hivi. Lakini sasa hivi tuko siku ya 3 ya 4 hii, afya yangu imekuwa vizuri kabisa alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Niingize kwenye Uislamu, kamwambia sema ashhadu. Akasilimu. Akasilimu. Dada huyu alikuwa kitu Mwikali, amesilimu. Na hajasilimu kwa sababu wote amelinganiwa, akasoma aya, akapigwa huku na huku. Amesilimu baada ya kuona muujiza wa Qur'ani. Siku 3 majambo aliyoishi nayo kwa miaka yanatatuka, yanafunguka. Leo inafikia pahali sehemu kama hizi mtu anadharau au anaona sijui vipi, au labda anaona ni biashara, lakini watu wamesilimu kupitia harakati hizi, na dawa itasonga insha Allahu taala. Dawa yetu ni kuhakikisha kwamba liyahfadhu abdul mu'min abdul muslim aqidatuhu wa dina. Kusudio kubwa ni kwamba Muislamu aweze kuhifadhi dini yake na imani yake minal abatili wal khurafat, kutokamana na watu waliokosea, watu wakosefu, washirikina, wanga na wachawi, na kutokamana na watu wa bid'a. Watu walete mayai, lete kitambara cheupe na cheusi, lete mbegu 7, lete shati lako, lete viatu kufanyia kisomo, ajitoe huko aje asomee Qur'ani safi na dua za mtume safi, na aweze kupokea shifa iliyokamilika, mambo yake yafunguke kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni, ni nani anayeweza toa ponyo kwake yeye Allah ila kwa idhini yake. Allah akikubali mtu anapona, Allah akikubali biashara inafunguka, Allah akikubali unapata mtoto, hivyo tu. Hakuna hazma, hakuna irizi, hakuna pete ya bahati, hakuna pete ya mvuto, hakuna lete shuka, lete hakuna. Ni dua peke yake na madawa ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliwakubalia masahaba wake. Tadawa wa ibadallah, jitibuni enyi waja wa Mwenyezi Mungu, fa inna Allah lam yanzil daan illa anzalahu shifa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuteremsha gonjwa lolote duniani ila Mwenyezi Mungu aliteremsha shifa. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila, Mwenyezi Mungu alimfunza tiba na madawa aliyetaka kumfunza. Sasa hata sisi kuna majambo tunayajua kwamba hili dawa yake ni hii, hii dawa yake ni hii, inabakia taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kupona, na kuna mengine hatujui, kuna mwingine ya Allah kamfunza. Kwa karibuni sana kwenye kituo chetu hiki, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu, nawe tunakuahidi wallahi utapona kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalam.